Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Daktari Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu maajabu na muujiza wa mti huu wa mpingipingi. Mti huu una miba fulani hivi, una miujiza mingi sana, lakini leo nitauzungumzia ili uweze kufahamu sifa pamoja na faida zake. Je, miujiza ya mti wa mpingipingi unafahamu wewe na kazi zake unazifahamu? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Kwa yule mtu ambaye amelogeka maradhi sugu ya kichawi, sihiri za kibinadamu na za kijini zilizoshindikana, unahitaji kuondosha yale malogo kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fika katika mti huu wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama. Tia nia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi, uliumba ardhi, ukaumba mbingu, uliumba vitu vinavyoonekana na visivyoonekana, uliumba malaika, ukaumba majini na ukatuumba sisi wanadamu. Na kuomba ewe Mwenyezi Mungu, hujawahi kuumba kitu pasina kuwa na sababu, na wewe Allah ndio upo juu ya sababu. Na kuomba Mwenyezi Mungu, mmea huu wa mpingipingi ukatatue changamoto zangu. Utachukua mizizi ya mti wa mpingipingi, sawa? Utachukua mizizi 7. Utaenda kuchukua na mzizi wa mti wa mdongadonga, mzizi mmoja, utaifunga kwa pamoja, utaweka katika sufuria, kisha utachemsha, utakunywa. Na ukichemsha, hakikisha yale maji yatabadilika mpaka yatakuwa mekundu. Kwa yule mtu ambaye alifanyiwa sihiri za kichawi, amelishwa uchawi au amelogwa, awe na nuksi, awe na mikosi, awe na dhiki, awe na laana, awe na kila aina matatizo, au amelogewa maradhi katika mwili wake, amekuwa ni mtu mwenye kuumwa muda wote, anasumbuka na maradhi, au yule mtu mwenye uvimbe katika mwili wake, aidha katika tumbo, aidha katika kizazi, au ana uvimbe katika maradhi yale sugu ambayo umetumia dawa na dawa, lakini ule ugonjwa usikii dawa. Kunywa kutwa mara 3, wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama. Kunywa kwa muda wa siku 15, na wakati unakunywa unatia manuizo kwa Mwenyezi Mungu kuondosha maradhi na vifungo. Lakini siku ya mwisho kunywa saa 6 ya mchana. Na wakati unakunywa dawa hii utaona fika kabisa, yaani macho yako na wewe yanaanza kuwa mekundu kama ilivyokuwa maji mekundu kama rangi ya damu hivi. Usiogope. Na pia kama ulilogwa, yule mchawi wako atakujia na kukwambia yeye ndo alikuloga. Lakini watu wengine wanaweza wasimuone, lakini wewe ukamuona, na unaweza ukamwamuru ule mchawi akulogue yale maradhi aliyokutupia, yani ayaondoe. Ndivyo utakavyokuwa, lakini usimwambie mtu yoyote kama ulimuona fulani ndo mchawi wangu. Yani ukianza kutumia hii dawa lazima utawafahamu wachawi wako wanikuloga wewe. Mti huu una mambo mengi sana. Kwa yule mwanamke mwenye changamoto za kushindwa kushika ujauzito, ametumia dawa na dawa, ameshindwa kushika ujauzito, basi mizizi yake ni mujarab sana, lakini usichanganye na mzizi wa mdongadonga. Tumia tu mizizi yake peke yake ya mti huo mpingipingi. Utachemsha wakati wa hedhi, utakunywa wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama ukiwa katika hedhi, na mchana unakunywa ukiwa mlangoni saa 6 ya mchana kwa manuizo maalum. Kama ulikuwa na uvimbe katika kizazi, ule uvimbe utatoka, na kama hormones zilikuwa hazibalance, zile hormones zitabalance, na kama ulikuwa umefanywa sihiri za kibinadamu na za kijini usishika ujauzito, basi zile sihiri zitakuwa ni zenye kutoweka. Mwezi wa kwanza ukinywa wakati wa hedhi, usiposhika ujauzito tumia mwezi wa pili, wa tatu, haitopita miezi 3 utashika ujauzito kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mti huu unajenga na mti huu unabomoa. Mti huu wachawi wanautumia kwa ajili ya kulogea watu, kuwaotesha ndoto mbaya mbaya na kuwafanya wasahau ndoto. Wachawi wakitumia magome yake haya au sembe wake, akija kukunyunyizia chochote akakupulizia, basi utapitwa na usingizi mkali sana na utaota mandoto ambaye hayaeleweki, ajabu ajabu. Lakini pia ndoto za kashangaa ukaota na ukasahau au kukufanyisha wewe usahau.
Mti huu ni mujarab sana, lakini kuagua kwake, kama umilogo wewe ni mtu unayotaga mandoto ya ajabu ajabu, ulifanyia uchawi na mchawi, utaweka usembe wake katika mkono wa kulia, mabanzi yake haya ndio umetonga umepata unga, utapuliza kwa manuizo maalum na kukoga, basi zile njozi zako zitarudi. Kama ulikuwa umilogo au unaweweseka usiku au ulali unaota mandoto yaeleweki yanatisha, kwa idhini yake Allah atakuwa yenye kukimbia. Na mti huu tukitumia kukoga kwa manuizo, nataka nimfahamu mchawi wangu, yule mchawi atakujia, atakwambia mimi ndio nimekuloga, na utamwambia naomba basi uniague, atakuogopa na kukutia, atakuona wewe ni mkubwa mwenzi au wewe ni mkubwa zaidi yake. Magome ya mti huu wa mpingi, wadada poa wale wanaojiuza mara nyingi ndio wanapewaga sana na wale waganga mangule wa kienyeji wanakoga, yani kwamba ukikoga magome yake utakuwa ni mtu mwenye mvuto mkubwa sana. Yani akipita mwanaume ukisema yule kaka mimi namtaka wewe wangu, lazima atakuwa wako tu. Ukienda kumshika mkono ukazungumza naye, hata kupinga kwa chochote atakukubalia. Ukimshika mwanamke kwa mwanaume ukakoga ukanuia namtaka fulani awe wa kwangu, ndivyo atakavyokuwa, hataweza kufanya nini, kukupinga. Lakini huu pia magome yake haya na mzizi wake ukatwanga ukapata usembe, una uwezo kumwachisha mtu mwenye tabia mbaya, aidha mwanamke malaya, aidha mwanaume malaya, aidha mwanaume chapombe, aidha mwanamke chapombe. Unaenda kumwaga katika njia panda, unaamini fika hapa fulani atapita, fulani bin fulani leo na kunuiza, unaandika na jina lake, utaweka na saini ya Hatam Suleiman bin Daud. Utaweka ile Hatam ya Suleiman bin Daud ambaye inaashiria siku ya Kamar, siku ya Mirikhi, siku ya Atwardi, siku ya Mushtara, siku ya Zuhrati, siku ya Zuhari na siku ya Shamsi, siku ya jua, yani yale masiku yote saba na malaika wake yanakamata. Basi hakika akienda kuruka tu yule mtu au mke au mume, ukamtegea mlangoni pale ukanuia katika ile njia hapana, najua kabisa hapa lazima atapita tu mke wangu au mume wangu katika kutoka hapa, nataka aache pombe, aache umalaya, aache uzinifu, basi kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndivyo itakavyokuwa. Akiruka tu ile dawa atasahau zile tabia mbaya zote na ule pepo mchafu na ule mzimu mchafu anemfanya afanye umalaya, ule umalaya ataacha, anemfanya anywe pombe, zile pombe ataacha. Mti huu na mambo mengi sana wa mpingipingi, na una miujiza mingi sana, na una uwezo wa kumfahamu mchawi. Kama utaamua kujichanjia katika paji lako la uso, basi mchawi wote atakaye kuja kwenye nyumba yako utakuwa unamuona. Lakini kwa leo naomba uridhike na faida hii chache ambayo Daktari Musa nimekupatia. Kama unavyoona hapa Daktari Musa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio, umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa, unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa, na dawa za mivuto ya mapenzi, na dawa za maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete ya bahati, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako, uwe mtu wa mafanikio. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha? Kama unavyoona Daktari Musa hapa na vumiliki mamilioni ya fedha. Je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho? Unahitaji kujifunza mimea pamoja na miti kwa tiba pamoja na dua? Unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa? Usisite kubonyeza namba alama ya jumlisha 255 784 120 592
na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.